Hello wadau wetu wa KingoFarm. Leo hii tumewaletea ujuzi mwingine au utaalamu mpya. Nadhani wiki iliyopita tulielekeza namna ambavyo unaweza ukachachusha majani na ukapata matokeo makubwa. Nimepokea simu nyingi, watu wengi wananiambia walienda kufanyia kazi ile namna ya kuchachusha yale majani, wamewapa kuku wao na matokeo ni makubwa sana. Sasa leo hii nimekuletea namna ambavyo utaweza kuchachusha chakula. Utachachusha vyakula mbalimbali, utawapa kuku wako na watapata matokeo makubwa sana. Kuchachusha kwa Kiingereza tunasema fermentation au uchachushaji. Kwa Kiswahili nadhani ni uchachushaji au niseme kuweka maji kidogo ambao ni masafi kwenye chakula na ukayaacha kwa muda ili uweze kuchachuka, kutengeneza kitu ambacho naweza nikakifananisha labda na yogurt au mtindi. Hapo ndo tunaita kuchachusha, na huwa tunachachusha kwa sababu unapofanya uchachushaji unaenda kutengeneza bakteria wazuri au wale bakteria ambao ni rafiki kwa mmeng'enyo wa chakula au kwa kuku ambao wataenda kuwasaidia kuku, lakini sio wale ambao wataenda kuwaletea kuku madhara. Kwa hiyo na tunachachusha kwa sababu maalum. Chakula ambacho kimechachushwa au chakula ambacho kimetengenezwa au bakteria wazuri huwa kinasaidia sana kwa kuku wakati wa ukuaji au wakati wa kile chakula kwenda kutumika kama ilivyotakiwa. Na kuna faida mbalimbali ambazo tunazipata kutoka kwenye chakula ambacho utakuwa umekichachusha. Faida ambazo tunazipata, kwanza kabisa tunafanya mmeng'enyo wa chakula uweze kwenda vizuri kabisa. Kama tunavyojua kwenye utumbo wa chakula, ili mmeng'enyo wa chakula uweze kwenda vizuri kabisa, lazima kuwepo na bakteria au bakteria wale wazuri au rafiki ambao wanaenda kuvunja vitu mbalimbali kwenye ule mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Inaenda kusaidia uvunjaji wa chakula hiki kama cha wanga pamoja na protini. Wanga na protini vinahitaji bakteria wa kuweza kuwavunja au kuweza kurahisisha mmeng'enyo wake wa chakula. Na vitu ambavyo vinafanya hivyo au utaweza kuvipata ni kutoka kwenye uchachushaji wa vitu mbalimbali. Inaweza kuwa mimea au chakula. Ukiwapa chakula ambacho kimechachushwa, kitakuwa kina hawa bakteria ambao ni rafiki. Na hawa bakteria ambao ni rafiki, hiyo ndio kazi yao. Kwa hiyo faida ya kwanza, inafanya mmeng'enyo wa chakula uweze kwenda vizuri kabisa. Na faida ya pili ya kuwapa kuku chakula au kitu ambacho kimechachushwa, huwa kinasaidia kuboost immunity au kinaimarisha kinga. Kile chakula huwa kinaimarisha kinga kwa sababu ya uwepo wa hawa bakteria ambao ni rafiki. Na faida ya tatu, huwa kinasaidia sana kwenye kuwafanya kuku waweze kukua haraka. Hiki chakula ambacho kimechachushwa kinaongeza ukuaji wa kuku kwa spidi kubwa sana. Kinaongeza kwa asilimia kubwa sana ukuaji, lakini vile vile kinasaidia yule kuku anayetaga aweze kutaga mayai makubwa. Ukiona kuku wako wanataga mayai madogo, jaribu kuwapa chakula ambacho kimechachushwa au majani ambayo yamechachushwa. Utaona mabadiliko ni makubwa sana. Wanataga mayai makubwa na yanakuwa yanalea nzuri kabisa. Hayana ile lea laini, yanakuwa yanalea nzuri, yanakuwa vizuri kabisa. Na faida nyingine ambayo tunaipata kutoka kwenye chakula ambacho kimechachushwa ni kupunguza gharama ya chakula. Jamani, hiki chakula ambacho kimechachushwa kinasaidia sana kupunguza gharama ya chakula kwa sababu moja. Kuku akila chakula ambacho kimechachushwa anakula kidogo, alafu anakinai. Akikinai, kile chakula kile kidogo alichokula kinaenda kufanya kazi effectively kwa sababu hakuna ambacho hakitafanya kazi. Kila kitu kitaenda kufanya kazi kama ambavyo kimekusudiwa. Kama protini inaongeza kitu fulani, kama wanga inaongeza kitu fulani, basi kitaenda kufanya kazi. Kile kidogo ambacho wamekula kitaenda kufanya kazi vizuri kabisa. Hata kuwa na ile hamu ya kuendelea kula sana, atakula kiasi na atakuwa amekinai. Kile chakula kitaenda kufanya kazi vizuri na baadaye tena ataendelea kula kama kawaida. Kwa hiyo kwa kutumia hiyo njia utaona kabisa umepunguza gharama za chakula. Na kitu kingine, faida nyingine ambayo utaipata, hiki chakula ambacho kimechachushwa kinasaidia kupunguza harufu ya banda. Kama una changamoto kwenye banda lako la kuku huwa kuna harufu kali sana, basi uwe unawapa na hiki chakula ambacho kimechachushwa, kwa sababu wale bakteria ambao unakuwa umewatengeneza bakteria wazuri wakaenda kufanya mmeng'enyo wa chakula uwe vizuri, basi hata kile kinyesi ambacho watajisaidia kitakuwa hakina harufu kabisa
chakula, kwa sababu ya wale bakteria wameenda kufanya kazi yao vizuri kabisa kwenye ule mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya faida ambazo ni muhimu sana kuku atazipata kama utampa chakula ambacho kimechachushwa au majani ambayo yatakuwa yamechachushwa. Lakini angalizo katika kuwapa hiki chakula ambacho kimechachushwa, kuna vitu ambavyo unatakiwa kufanya na kuna vitu ambavyo hutakiwi kufanya. Kabla hujafanya hivi, naomba unisikilize mpaka mwisho namna bora ya kuchachusha chakula. Kwa sababu kuna watu wananiuliza maswali, labda achukue pumba, aweke maji, awape kuku, huwa nawakatalia. Sasa usije ukaangalia kidogo alafu ukaenda kufanya hivyo, utakuwa umewakosea kuku wako na utapata homa ya matumbo. Nisikilize mpaka mwisho, unafanyaje? Unachachushaje hiki chakula? Vitu gani unatafanya na vitu gani haufanyi? Ukikosea kuku wako utaenda kuwasababishia madhara makubwa. Lakini ukifanya vizuri utapata faida kubwa. Tukianza na vile vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Vitu ambavyo unatakiwa kufanya, kwanza unapokuwa unachachusha, hakikisha unatumia maji safi ambayo hayana klorini. Kama maji yana klorini usiyatumie, na yawe ni maji safi na salama. Usitumie maji machafu au maji ambayo yameharibika, au maji ya mvua pia usiyatumie. Tumia maji ya bombani ambayo ni masafi na hayana klorini kwa kiwango kikubwa. Kitu cha pili, hakikisha huo uchachushaji unafanyika ndani ya muda wa siku 2 mpaka 3. Kama utaona bado hakuna ile harufu ya kuchacha. Harufu ya kuchacha nadhani tunaifahamu. Ile harufu ambayo kama utaipata kwenye mtindi au yogurt, ile ndo ni harufu ya kuchacha. Na chakula usisubiri mpaka kioze. Ukifika ile siku ya pili, utaenda kunusa kama kuna hiyo harufu ya kuchacha au kama kinaonesha kama kitu ambacho kimechacha. Kwa mfano hata ukiweka hamira kwenye maji ukakaa, baada ya muda fulani utaona kuna harufu fulani hivi na povu povu juu, linaashiria kama kile chakula kimechacha. Sasa usipitilize ukasubiri kioze. Chakula kikioza usiwape kabisa. Katika makosa ambayo hutakiwi kuyafanya, basi ni kupitiliza hiki chakula ukawapa chakula ambacho kinakuwa kimeoza. Na kitu kingine, usitumie chakula ambacho kiko katika mash. Tumia chakula ambacho kipo katika muundo wa pellets, au mahindi kama mahindi, labda ngano kama ngano, au mchele kama mchele. Tumia vyakula vya design hiyo. Hivyo ndio huwa vinachachuka vizuri na kwa haraka. Na kitu kingine, hakikisha unawapa mara 2 au mara 1 kwa wiki. Kama ni majani yaliyochachushwa au chakula kilichochachusha, usizidishe. Wape siku 1 au siku 2 kwa wiki. Kila wiki unaweza kaweka ratiba, labda siku fulani na siku fulani, ili kuweza kufanya mmeng'enyo wa chakula uende kuweza vizuri, pamoja na hizo faida ambazo nimekutajia. Usiwape kila siku, hapana, hatufanyi hivyo. Sasa tuende kwenye uchachushaji wenyewe. Hapa unaweza kuwa na mahindi, labda ukachanganya na soya kwa kiwango ambacho wewe utakuwa umetaka. Utaweka kwenye ndoo yako kubwa au ndogo ambayo ina mfuniko. Baada ya hapo utaweka maji kidogo, ambayo maji ni safi na salama. Utachanganya vizuri, haya maji yashikane na kila kitu. Yaani kila kitu kiwe kimegusa maji. Yasiwe maji mengi, ni maji ambayo yanatosha kushika kila sehemu, iwe imeshikana kabisa. Baada ya hapo utafunika. Ukishafunika kwa muda wa siku 2, utaenda kufunua na kunusa kama kuna harufu ile ya uchachu. Niwakumbushe tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. Ada yake ni shilingi 8,000. Pia tuna vitabu 5 ambavyo vina miongozo mbalimbali ya ufugaji wa kuku aina zote. Kila kitabu ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji huduma hizi, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Tuna vitabu vyote vya kuku aina zote, vinafanya vizuri kwenye tiba za asili pamoja na chakula cha kutengeneza, na kuku wako wanakuwa na matokeo mazuri. Vitabu ni kama hivyo unavyoviona, vinafanya vizuri sana. Ukilipia unatumiwa papo hapo kwa njia ya WhatsApp. Kuku wako hawatagi, hawakui, basi hivi vitabu vitaenda kuwa msaada mkubwa sana kwenye ufugaji wako. Asanteni sana.